Karibu kwenye Kweli Yote TV, mahali pa fundisho la utimilifu, mahali pa chuo cha Kweli Yote TV. Karibu kijana, karibu binti, karibu kiongozi, karibu kwa ajili ya kiongozi wa namna zote, mweupe, mweusi, mwekundu, wa mataifa yote. Karibu. Kabla ya kuendelea, kwa ajili ya wakati mwingine tena, kwa ajili ya fundisho lake yeye ambaye ni Baba Kweli Yote, kwa ajili ya nguvu ya siri zote ambazo tulikuwa tuzijui za majira ya siku ya mwisho, atafanyaje na anavyoendelea kufuta na kutufungua sisi na kufungua uumbaji wake. Kwa hiyo kabla yote tushukuru. Baba mwema mzuri, wewe peke yake ndiye unayefahamu haya yote kwa utukufu wako, kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya uumbaji wako, tuko hapa kwa ajili ya watu wote na taifa na mataifa yote, kwa ajili ya kuijua ile kweli yote na kuwa huru wote juu ya nchi na kupokea uponyaji pale pale walipo, mahali pa taifa lolote, mahali pa nchi yoyote, mahali pa jamii yoyote, kwa ajili ya utukufu wako. Tunakushukuru kwa mema na mazuri imetokea. Sasa leo karibu tena kwenye Kweli Yote TV. Wewe kikubwa ni kumuunganisha huyo na yeye, aoni, aelewi, asikae gizani, kwa sababu majira imeshafika. Yaani usimweke hiyo habari ya kweli mfukoni. Kwa hiyo unamtumia linki na mwenzio kwa ajili ya Kweli Yote TV ili aone, ajifunze na tujifunze sisi sote. Leo ni harusi zote zilizoharibu uumbaji. Kwa hiyo harusi zote fotokopi zilizoleta uharibifu juu ya nchi, kwa hiyo zinafutwa. Na wewe unaona kwa nini harusi tena zifutwe? Kwa ufupi, hakujawahi kuwa na harusi juu ya nchi. Ile harusi tunayotakiwa tuwe nayo na tuelewe maana yake. Kwa hiyo leo yeye Baba kwa uhalisia na utaratibu wake amefuta hizo harusi ambazo zilikuwa kwenye level ya unabii na zilikuwa ni level ya Babeli. Kwa hiyo tutajifunza na yeye atatufundisha maana ya harusi. Nini maana ya harusi? Je, bibi harusi naye ni nani? Je, bwana harusi naye ni nani? Hizi harusi tulizokuwa nazo wakati huu zilikuwa zinasimamiwa na nani? Namna ya kufungisha harusi ilivyokuwa inatakiwa, kwa sababu haijawahi kuwepo harusi. Kwa hiyo utajua namna harusi zinavyofungishwa na pete na maana yake. Kwa hiyo tunaanza na maana ya harusi moja kwa moja. Kabla yote nitasoma hii kwamba mimi nimeagizwa niseme ile kweli yote, na ni moyo wa Baba kwa ajili ya kusema kweli yote. Kwa hiyo ni lazima niaseme kwa ajili ya sisi kuwa huru wote, watu, viongozi, mataifa, kuwa huru, kwa sababu ni kweli tu peke yake ndio inayotupa amani ya kweli juu ya nchi, sio unabii wala sio ishara. Kwa nasoma hapa Ezekieli 30 na Ezekieli 3:16. Hata itakuwa mwisho wa siku ya mwisho, ina maana ni mwisho wa siku ya saba, kweli ikanijia na kusema,
mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba yote juu ya nchi. Basi sikia hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala usemi na huyo mtu mbaya, ili kumwonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa moyo wake. Mtu yule mbaya atakufa na uovu wake, nami damu yake nitaitaka mkononi mwako. Kwa sasa tuna ujumbe wa kweli juu ya watu wote, juu ya siku ya mwisho ambayo imebebwa na majira na mwaka timilifu. Sasa je, tufiche? Lakini ukimwonya mtu mbaya, wala yeye aachi ubaya wake, wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe utakuwa umejiokoka. Hiyo mimi nitakuwa navyosema hivi ndivyo inavyohitimisha kwamba mimi namaliza deni. Kwa hiyo ndio maana natakiwa kuwalinki watu wengi zaidi kwa ajili ya kujua hiki, ili wasije wakaulizwa kwa nini unajua halafu uambiwe hivyo, kwa sababu hiyo ulionayo hiyo simu ndio wingu kumwona mawinguni. Kwa hiyo huyu anapeleka habari, wewe unapokea kupitia hilo wingu, kwamba kila jicho litamuona. Kwa hiyo hapo ulipo unaona. Kwa hiyo wewe kijana, wewe binti, wewe mweupe, mweusi, wewe kiongozi, unaona hapo. Hilo ndio wingu kwa ajili ya kwamba kila jicho litamuona, na wataomboleza kwa sababu ya namna walivyokuwa hawaelewi namna ilivyokuwa inatakiwa, ataingiaje na atatufundishaje na atabomoaje mifumo hiyo, na sisi tutabadilikaje kwa ajili ya kuishi yale maisha tuliyokusudiwa juu ya nchi. Tena mtu mwenye haki aiachapo haki yake na kutenda uovu, nami nikiweka kikwazo mbele yake, atakufa, kwa sababu hukumwonya, atakufa katika uovu wake, wala matendo yake hayatakumbuka tena, lakini nitadai damu yake. Kwa hiyo hii ni kweli. Hii ndio maana naisema bila kupepesa, na yeye anatufundisha katika utimilifu. Yeremia 23. Je, mtu yeyote aweza kujificha mahali pasiri nisimwone? Asema yeye. Je, mbingu hazijajawa nami? Asema yeye. Nimesikia waliowasema manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu, wakisema nimeota ndoto, nimeota ndoto. Je, mambo haya yatakuwa katika mioyo ya manabii hao mpaka lini? Wanaotabiri uongo hata lini? Manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe, wanaodhania ya kuwa watawasaulisha watu wangu jina lao kwa ndoto wanazohadisia kila mtu na jirani yake, kama vile baba zao walivyonisahau kwa ajili ya bahari. Nabii aliye na ndoto na aseme ndoto yake, na aliye na kweli yangu na aseme kweli yangu kwa uaminifu. Kwa hiyo mimi nasema kweli yote ya Baba kwa namna nilivyo hivi naisema. Kwa hiyo ni kweli hii. Tumeona Babeli ameanguka, tumeona taifa hili limeanguka yote. Wakaridayo sasa hivi hata ukienda kwa waganga wachawi hakuna kitu. Freemason sasa hivi wanalia. Kwa leo sasa utaona na ni kweli. Kwa tunaanza maana ya harusi. Maana ya harusi ni maisha ya shangwe kwa watu wote. Kwa hiyo ndio maana ya harusi. Ndio maana tunaiona kwenye Hosea 2 ile 18. Tunaanza na 16. Tena siku hiyo itakuwa, asema yeye Baba, utaniita tena Ishi, wala hutaniita tena Baali, kwa maana nitayaondoa majina ya Baali kinywani mwako,
wala hawatatajwa tena kwa majina yao. Nami siku hiyo nitafanya agano na wanyama wa mashamba kwa ajili yao, tena na ndege wa angani, tena na wadudu, nami nitavivunja vipande, na upanga na silaha vitoke katika nchi, nami nitawalalisha salama salimini. Nami nitakuposa wewe uwe wangu wa milele, nami nitakuposa kwa haki, kwa uaminifu na kwa ufadhili na kwa hukumu. Nami nitakuposa kwa uaminifu, nawe utamjua yeye Baba mbele kweli yote. Tena itakuwa siku hiyo, nitaitika, asema Baba, taziitikia mbingu, nazo mbingu zitaitikia nchi. Yaani ni maisha ambayo tuliokuwa tunakusudiwa kwa ajili ya mahali pa Mwanzo 1:26. Kwa hiyo harusi ni kuwa sura na Baba, ambaye yeye kama vile ambavyo tunaona ni kutawala, ni kumiliki. Ile ndio harusi juu ya nchi, na ndio maana yake, sio ya mtu mmoja. Hiyo ya mtu mmoja ilitengenezwa, utaiona hapo baadaye, lakini neno harusi haikuwahi kufahamika wala kueleweka. Ndio maana kwenye mahali pengine akasema ni agano, covenant, yaani likawa ni agano la wawili. Kwa hiyo sherehe ikawa ya wawili, wengine wakawa washabiki. Sasa tunaona hapo Mwanzo 1:26 mpaka 31 anasema tumfanye huyu mtu kwa sura yetu, wakatawale, wakamiliki wake, wawe juu ya vyote wote na vyote. Tunaona kwa utendaji wake akiusema kwenye nguvu ya Mwanzo ile 5:2 kwamba Adam na Hawa ni moja. Kwa hiyo wanakuwa na sherehe moja na familia ile ambayo wanaipata kama nguvu ya mazao moja na Baba. Ina maana ndio ile miaka 1000 ndani ya kumiliki juu ya nchi. Tunaona hiyo moja ndio inawapa nafasi ya bustani. Mwanzo 2:15 wanawekwa kwenye bustani ili walime, watunze, ile nguvu ya kutunza kwa ajili ya vitu vya thamani ambavyo tulipewa, madini, wanyama, ndege na kila kitu, na akili nzuri ya kuendelea kuwauliza hao wanyama kwamba bwana, wewe ndege, kwa nini uliumbwa? Wewe lizard, kwa nini uliumbwa? Hebu nipe hekima ya wewe kuwepo. Sio show. Wale wote ni kwa ajili ya sisi kuelimika na kujifunza kwa ajili ya yale maisha wanayoishi, ili tufumbue vitu juu ya nchi. Ndio tunaona Mwanzo 2:19 hapa tunamwona Adam akiletewa wanyama na kila kitu, awaite. Kwa hiyo sasa akawa amewekewa ndani yake kweli yote, wana muungano na yeye, na akiwa na majira ndani yake. Kwa hiyo hiyo ndio harusi, muunganiko wa baba na familia yake, yaani kuwa na sherehe. Sasa kosa lililosababisha nguvu ya harusi ikawa tofauti kabisa na namna tulivyoiona leo. Tunavyoziona harusi ambazo ziko kwenye ibada mbalimbali ziko kwenye imani mbalimbali juu ya nchi, hazikuwa hivyo. Ndio maana Baba kwa sura ya kweli, kwa levo ya Yesu, akatamka akija atabomoa, kwa sababu hapa pamekuwa ni wafanyabiashara. Akasema nyumba yangu imekuwa ya wafanyabiashara. Ina maana si katika kuelimisha kwa ajili ya hiyo, kwa sababu ulikuwa ni mfumo wa Babeli, kwa sababu yeye alikuja kiunabii ili atuelekeze. Kwa hiyo tunaona Mwanzo 2:23-25. Kwa hiyo baada ya kitendo cha Adam na Hawa kumwacha baba na kumwacha mama, ina maana hapo sasa ndipo nguvu sasa ya wao moja ndani yao, ile nguvu ya utendaji ambao ni miaka 1000 na kwa baba ile siku moja ikawa imeondoka. Kwa hiyo matokeo hayo sasa, ina maana wote juu ya nchi tukafukuzwa kwenye changamko, kwenye kumiliki, kwenye kutawala, kwenye kuwa vyote wote juu ya nchi. Kwa hiyo hata harusi ile sherehe zikawa hazipo. Kwa hiyo tunaona sasa matokeo ya kumwacha ni Mwanzo ile 4:1 mpaka 24, mauaji ya Habili na Kaini, familia ya watoto wa damu,
Matokeo ya Mwanzo 2:25. Ndiyo akaleta nguvu kubwa juu ya nchi kwa ajili ya watu wote kutojua harusi ni wapi. Kwa hiyo ile mfumo sasa wa kumwacha baba na mama ambaye ni kweli na ile majira ambayo ni kalenda, Mwanzo 5:5 ndio ikatokea kwamba wakina Adamu na Hawa wakafa na miaka 930. Kwa hiyo sasa ikabidi atokee Yeremia kutuonyesha namna ya ile miaka 70, ile Yeremia 27 ile 5 mpaka ile 9, na Danieli 2, Danieli 9 ile 2. Ndio tunaona kwamba hapo tunaenda utumwani Babeli, tukiwa na nira ya chuma kwa ajili ya kuabudu sasa sanamu, kuabudu vitu vingi tulivyokuwa navyo. Kwa hiyo hata harusi zikawa huko. Ndio tunaona kwenye Yeremia 29 ile 4 mpaka 9. Tunaona sasa tukiwa tumepelekwa utumwani miaka 930 na ile miaka 70, kutumika mara mbili. Kwa tunaona sasa hapo ni nani alimiliki hiyo harusi na nani alikuwa anafanya hiyo harusi juu ya nchi. Tunaona yeye baba akasema awaambia hivi watu wote waliochukuliwa mateka. Iko sawa? Yeye baba asema hivi, awaambia hivi watu wote waliochukuliwa mateka kwenda utumwani Babeli, jengeni nyumba mkakae ndani yake, kapandeni bustani mkale matunda yake, oeni wake mkazae wana wenu wa binti zenu, kawaozeni wake wana wenu, mkawaoze waume binti zenu, wazae wana binti mkaoze, waongezeke huko wala msipungue. Kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa baba, nanyi katika amani yake nanyi mtapata amani. Kwa hiyo tukaona tunazaliana bila harusi huko Babeli. Kwa hiyo kwenye mfumo wa Babeli ya miaka 930 kutumika mara mbili na ile miaka 70 kwa ajili ya mpaka itimie kwamba ni nani atakuja kuielezea hiyo majira ya siku ya mwisho, mwaka uliobeba siku ya mwisho. Nani? Kwa ajili ya kutimiza ile aliposema kwenye Mathayo 24:36, hakuna aijuaye siku wala saa atakapokuja yeye, bali yeye peke yake. Sasa akasema, lakini kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa wakuja kwake mwanadamu, ili moyo wa baba uanze kutuelezea. Ile ilikuwa tunasema Roho Mtakatifu, mwalimu wa kutufundisha ile kweli yote. Kwa tunaona maana baba asema hivi, manabii walio kati yenu wanaobashiri wasiwadanganye ninyi, wala msisikilize ndoto zenu mnazooteshwa. Kwa hiyo tukawa huko sasa, ina maana tukaona harusi inamilikiwa sasa na mfumo wa Babeli. Kwa harusi sasa ikamilikiwa na Babeli. Kwa hiyo tunaona walio sasa kuwa na harusi juu ya nchi. Ndio maana harusi za wote wanaofunga maharusi wako vitani. Kwa nini wako vitani? Kwa sababu harusi ya Babeli kwa ajili ya wapendanao, yaani Babeli ule uharibifu wa ukutaka. Ndio maana vita ni kubwa kwa wale wanaofunga maharusi, kwa sababu neno harusi halijafahamika bado, na bibi harusi hajafahamika bado, na bwana harusi hajafahamika bado, na namna ya kufungisha maharusi bado, na pete namna ya kuvaa hakuna, kwa sababu pete haijavalishwa hapa kwa Adam na hakuna pete. Utaona pete ilitokea wapi? Ufunuo ile 18:21 mpaka 24 tunaona harusi kwa sababu ya Babeli akiwa huko, yaani ile mifumo ya mila
jadi, asili, tamaduni, imani mbalimbali, wakafomu sasa hizo taratibu tunazoziona leo. Na malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe kama jiwe kubwa la kusagia, akatupa katika bahari, akisema, kama hivi kwa nguvu nyingi utatupwa Babeli, mji ule mkubwa, wala hataonekana tena kabisa, wala sauti ya wapiga vinanda haitaonekana ndani yake, wala wapiga filimbi wala wapiga baragumu haitasikiwa ndani yake tena kabisa, wala fundi awaye yoyote kwa kazi yoyote haitaonekana ndani yake tena kabisa, wala sauti ya jiwe la kusagia haitasikiwa ndani yake tena kabisa, wala nuru ya taa haitamulika ndani yake tena kabisa, wala sauti ya bwana harusi wala bibi harusi haitasikiwa ndani yake tena kabisa. Maana hao wafanyabiashara wako walikuwa wakuu wa nchi, kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako, na ndani yake ilionekana damu ya manabii na watakatifu na wale wote waliouawa juu ya nchi. Kwa hiyo kwa kutumia makafara na mambo mbalimbali, Babeli ndio ilikuwa biashara. Kwa hiyo hao ndio walikuwa na harusi. Tunaona Yeremia 7:34. Ndipo katika miji ya Yuda na katika njia zote za Yerusalemu mtaikomesha sauti ya kicheko na sauti ya furaha na sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi, kwa maana nchi hiyo itakuwa ukiwa, kwa sababu hakuna utendaji uliokuwa tena kwa ajili ya harusi juu ya nchi. Tunaona kwenye nguvu ya hiyo Yeremia 16:9, maana yeye asema hivi, mimi mbele ya macho yenu na katika siku zenu nitaikomesha sauti ya furaha na sauti ya kicheko mahali hapa, na sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi. Tunaona Yeremia 25:10 na Isaya 23:8. Hiyo naiongelea harusi ilivyoenda huko nje, ambapo wanaomiliki ni wajanja wasioonekana. Ni nani aliyefanya shauri juu ya Tiro ulioitia watu taji, ambao wafanyabiashara wake walikuwa wana wa wafalme na wachuzi wake ni watu wakuu wa dunia? Yeye Baba asema ndiye aliyefanya shauri hii, kuharibu kiburi cha utukufu wote na kuaibisha watu wote wakao juu ya nchi, kwa sababu tayari tulikuwa tumehama. Kwa hiyo tulipotoka kule kwenye nguvu ya kumwacha kweli yote, ina maana tulienda utumwani. Kwa hiyo harusi zote zikawa huko. Kwa hiyo harusi zote zilifanyika kwenye mfumo wa mapokeo baada ya anguko, sio ule mfumo uliokuwa unatakiwa, kwa sababu ibada zote, hata kwenye nguvu ya majira ya Yesu, ibada ile aliikuta. Ndio maana unaona kwenye Yohana 2 ile harusi ya Kana inatajwa pale, lakini hakuitolea maelezo. Na siku 3 palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya. Kwa hiyo hakuitolea maelekezo. Sasa ndio inatolewa maelekezo sasa. Kwa hiyo tunaona harusi juu ya nchi zilikuwa kwenye level ya mapokeo juu ya nchi. Kwa hiyo kwa uhalisia kabisa, harusi ile ya kweli juu ya nchi haijawahi kutokea. Yaani harusi kwa ajili ya watu wote. Yaani harusi ina maana ni watu wote kufunguliwa kumfurahia yeye. Kwanza hilo ndio neno harusi.
Lakini baada sasa ya kutoka, ina maana harusi ilienda kwa mtu mmoja hivi. Kwa hiyo maadui alikuwa anajua kabisa kwamba hawa wanakalia sehemu ambayo sio yao, kwa sababu harusi ni jambo kubwa kama hapa tunavyoona, ili alafu twende mahali tukaone. Ule mstari wa 9, naye akaniambia, andika, heri waliolipwa katika karamu ya harusi ya mwana kondoo. Hapo anaongelea juu ya kweli, kwa ajili ya yule Roho Mtakatifu ambaye alikuwa anaitwa kwa hivyo, lakini ni moyo wa Baba ambaye tulikuwa tunamuita Roho wa kweli. Tunaona hata kwenye Ufunuo 22 ule mstari wa 17, na Roho na bibi harusi asema njoo. Kwa ni tofauti kabisa na jinsi tulivyokuwa tumefundishwa, lakini kwa sababu yeye amekuja kusema kweli yote, basi tunamfurahia na tunapona. Kwa hiyo wale maharusi waliokuwa wanagombana, wanapigwa, hawatapigana tena, kwa sababu anayeponya maharusi ni Baba, na sisi wote sasa tutakuwa ni maharusi wa yeye Baba mwenyewe. Baada ya hapo utaona na utashuhudia. Je, bibi harusi ni nani? Sasa bibi harusi hatukuwahi kumfahamu, lakini bibi harusi ni ule Mwanzo Mwanzo 3:20. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Ina maana ni ule mfumo ndio bibi harusi, yaani mfumo wa kalenda ya mwaka wenye miezi 9. Hiyo ndio bibi harusi. Hii majira ndio iliibiwa. Baada ya kuibiwa, ikaenda kwenye nguvu ya wale unaowaona wa Queen Elizabeth walikuwa wanatumia huu mfumo kwa siri sana. Hata wakati wanatumia kwa ajili ya Mariamu akiabudiwa, wanatumia kwa ajili ya kuhaki watu wote juu ya nchi, kwa sababu yeye ndio ana mfumo wa 28:9. Akiwa kama akiabudiwa, ina maana chochote kinachoingizwa ndani, wamama wote wanakuwa clash juu ya nchi. Kwa hiyo wanakuwa wanatamkia hapo. Kwa hiyo uumbaji wote unakuwa miliki yao. Kwa hiyo kwa nje unamwona ni Malkia, lakini kwa ndani hapa kwenye kitabu ndio tunamuita kahaba. Ndio maana jana baba ameondoa ile kao mama kopi na baba kopi. Kwa ndio maana unamwona hapa kwenye Yohana 3:29. Aliye na bibi harusi ndiye bwana harusi. Yaani aliye na mfumo huu wa majira na kalenda kwa ajili ya watu wote juu ya nchi kuwaweka moja, huyo ndiye kweli yote. Huyo ndiye Roho wa kweli. Huyo ndiye moyo wa Baba. Ndio maana Roho na bibi harusi asema njoo, na aliye na kiu aje. Ndio ina maana hiyo. Kwa hiyo bibi harusi ndani ya majira hii, ndio maana unaona uumbaji wote, ikitokea harusi, wanaoenda kumwangalia ni bibi harusi. Wanaendaga kuangalia ule mfumo, ila hawajui ni kitu gani kinawavutia. Ni ule mfumo ulioko ndani, uliokuwa umefichwa na amekalia sehemu ambayo sio yake. Kwa hiyo tunaona sasa yuko kwenye mfumo wa mwaka wenye miezi 12, lakini attractive yake ni ile neno bibi harusi peke yake ndio linalomvuta. Ukimwona Malkia, ina maana ni ule mfumo wa hapa. Kwa ndio maana unaona bibi harusi anaitwa Malkia. Hilo ndilo ambalo tunaona hapa.
Ndio tunaona Ufunuo 21:6 na yenyewe iko hivyo, na Misali 30 ule mstari wa 10. Ile 31 samani mstari 10. Mke mwema ni nani awezaye kumjua? Maana kima chake japita kima cha marijani. Moyo wa mumewe umwamini, wala hatakosa kupata mapato. Umtendea mema wala sio mabaya siku zote za maisha yake. Utafuta sufi na kitani, ufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Afanana na merikebu ya biashara. Ina maana ni mfumo unaleta vitu kutoka mbali hapa, lakini kwa sura akawekwa kama mama, lakini sio mama. Ni mfumo huu ulio wa 28 wa Baba, na hii ndio mti wa uzima alionao bibi harusi. Kwa bibi harusi ni mfumo. Ndio tunaona kwenye Ufunuo 2 ile 7, na yeye aliye na sikio na asikie, ambaye moyo wa Baba awaambia watu wote, yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katikati ya bustani ya Baba. Kwa tunaona, je, bibi harusi nafikiri umemjua maana yake. Je, bwana harusi ni nani? Bwana harusi ni moyo wa Baba ambao tunausema ule unaotamka kweli, yeye akiwa kwenye mfumo wa moyo, kama mwalimu wa kufundisha kwamba kuwa yeye ni moyo wa Baba ambao ndio kweli yote juu ya nchi. Ndio maana unamuona kwenye Ufunuo 22:17 akiwa na bibi harusi wake. Na Roho na bibi harusi asema hivi, njoo, naye asikiaye njoo, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye ayatwae maji ya uzima bure. Huyo ndio tutamwona kwenye Mathayo 10 ule mstari wa 19 kwamba ni Roho wa kweli. Huyo ndiye bwana harusi. Ndio Yohana 14 ile 16 na Yohana 8:26. Yeye ndiye kweli yote. Na Yohana 16 ule mstari wa 13 mpaka 25. Ndio maana tunaona sasa hata wakati Yesu anakuja alikuta hizo harusi tayari za wale ambao tulikuwa tunajua wanatufungisha, kwa sababu unabii, Yesu alikuja kiunabii, ila kwa sababu ya mafundisho yote ndio maana tunaona kama yeye ndio msimamizi wa harusi, lakini yeye hayuko. Mafarisayo ndio walikuwa wanasimamia. Nitaisoma hiyo Yohana 2 ili uione kwa uwaziwazi. Na siku 3 palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipotindika, mamaye akamwambia hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini nawe? Saa yangu haijawadia. Sasa saa imewadia kusema haya unayosikia. Mamaye akamwambia, watumishi, lolote yatakalowaambia fanyeni. Basi kulikuwepo huko mabarasini 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi, na kutawaza kila moja napata kadiri ya zira 2-3. Huyo kweli kwa levo Yesu akamwambia, jalizeni hayo mabarasini ya maji, nao akayajalisha hata juu. Akamwambia, sasa tekeni mkapeleke kwa mkuu wa meza. Hao ndio walikuwa wafungishaji, ambao ukisoma kwenye Marko ile 15 ile 7:1 utakuta pale tunamtukuza Baba kwa nguvu ya vinywa, lakini ndani ya moyo tuko mbali naye. Kwa hiyo hapa sasa ndio anaonyesha kwamba alialikwa. Kwa hiyo harusi zilikuwepo, lakini zilikuwa zimehaki kwenye mahali pa anguko la Adamu, kwa sababu wote tulikuwa hatuelewi maana halisi ya harusi.
Kwa hiyo hata Mathayo 22 tunaona hapo. Huyo kweli kwa levo Yesu akawaambia tena kwa misali akisema, ufalme wa yeye umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni, nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimechinjwa na vyote vimekuwa tayari, njooni harusini. Lakini hawakujali. Kwa hiyo ilikuwa ina maana ni ya uponyaji wa watu wote, nguvu inaitwa harusi. Sasa hii ikageuka ni ya mmoja, ni ya wawili. Kosa lilikuwa kwa sababu nguvu ya Yesu alikuwa kiunabii, ile Ufunuo 19:9. Kwa hiyo harusi ni utimilifu wa majira ya siku ya mwisho kwa ajili ya watu wote sasa kuwa na sherehe ndani yao. Kwa hiyo kweli yote kuunganishwa na bibi harusi ambaye hajawahi kuwa naye. Kwa hiyo mfumo wa Babeli ndio uliokuwa na miliki harusi hizi ambazo tunaziona zikisimamiwa na roho zisizoonekana za Babeli. Ndio maana leo kwenye maharusi kuna shida sana kwa waliopatana. Kwa sababu gani? Kwa sababu baba hayuko tena kwenye mahusiano ya hizo harusi. Yeye amegeuzwa kuwa shahidi, wakati anatakiwa yeye awe ndani, awe hapo. Kwa hiyo ndio baada ya kumwacha baba alibaki kuwa shahidi. Ile Malaki 2:14. Lakini ninyi mwasema ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu yeye amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako uliyemtenda mambo ya hiana, ingawa yeye ni mwenzako. Kwa hiyo yeye akawa hana pati na sisi, lakini kule alituambia yeye kuwa sura yetu. Sasa hapa tumeshaachana naye, kwa hiyo anabaki kuwa shahidi. Ina maana wakati tunafunga maharusi, ina maana tayari kwa walisia kabisa zile harusi, ina maana tunaendelea kuwatenga jamii hiyo, familia na baba, kwa sababu baba hatukumjua ni nani, ila sisi watumishi wote juu ya nchi tukawa tunafungisha maharusi kwamba leo huyu aliyeolewa amemwacha baba yake na mama yake, wameenda kutengeneza familia. Kwa hiyo neno kuacha baba ina maana ikawa mistake juu ya nchi. Ndio zile harusi nyingi kwa sababu zinamwacha mlinzi. Kwa hiyo hivyo na mume anaapa, leo rasmi namwacha baba na mama, leo naambatana na huyu kwa ajili ya kufunga kwamba hatutaachana naye, tutatenganishwa tu na kifo na mauti. Kwa hiyo inakuwa close ile nguvu ya mahusiano yao, ya kwamba ina maana mifumo ya ulinzi kwa ajili ya baba yeye kwamba hatutaachana naye, ina maana haipo. Ina maana kule sasa ni roho ambazo hazionekani ndio zimetangulia huko, kwa sababu ya kile kitendo cha Mwanzo 2:23-25 kumwacha baba, na tukaendelea hapa kuwafungisha watu. Lakini sasa kwa sababu baba amekuja kwa utimilifu wake, ndio anatufundisha yote, tufahamu kwa nini tatizo limekuwa kwenye nguvu ya mahusiano juu ya nchi. Leo wanafunga, leo wanabomoana. Sasa tuone kwenye majira hii na wakati huu wa siku ya mwisho tutafanyaje? Ni lazima turejee pale tulipomwacha baba kwenye Mwanzo 2:23-25, ili turejee mahali ambapo kwa sura yake.
kama vile ambavyo anasema hapa kwenye ile Hosea 2 ile 18. Nami siku hiyo nitafanya agano na wanyama wa mashamba kwa ajili yako, nami nitakuposa wewe uwe wangu umilele. Nitakuposa kwa haki. Ina maana mimi sasa na mke wangu ambao tayari labda watarajiwa, ni lazima tubadili ule mfumo, kwa sababu mfumo ambao tunafungisha sasa maharusi hauko kwenye mfumo wa baba, hauko kwenye mfumo wa baba. Sasa kivipi? Kwa sababu mfano pete hizi ndio pete. Hii pete ni ya mke wangu, tutaona kwa sababu kila kitu kitakuwa tu kiko wazi. Hii ni pete ya mke na hii pete ya baba. Kwa hiyo sasa kila ambacho kimefanya mistake ni huyu mama kusema leo mbele ya kanisa, mbele ya uumbaji, mbele ya wote juu ya nchi, rasmi leo hii ninamvalisha pete hii kumpenda yeye na hatutatengana na yeye. Kwa hiyo yeye leo namvalisha hii pete ya kusema sitatengana mpaka mauti. Hii ni covenant. Na hivyo hivyo anakuja huyu baba leo, mimi fulani naitwa Isa, naitwa Ayubu, leo ni mbele zako baba na mbele ya kanisa rasmi, huyo anakuwa mke wangu, namvalisha hii pete kama ushahidi kwa ajili ya kutotengana naye tena. Mauti tu peke yake ndio itatokelezea. Kwa hiyo unamvalisha, halafu anaunganishwa. Hiyo sio harusi, na hiyo sio, yani ni agano la kuendeleza kutuachanisha, kutuweka mbali na baba. Sasa itakuwaje? Hizi ni pete basi, kama zitakuwa zimekombolewa kama kawaida kwa ajili ya kuwekwa kwenye mfumo wa baba, ina maana huyu mama, kwa sababu anaanzaga baba, huyu baba na pete yake atasema leo mimi rafiki nafanya mkataba, yani nakubali kuolewa na baba, sitamwacha yeye kweli yote kwenye maisha yangu yote juu ya nchi. Leo mimi nimekuwa chombo chake kwa ajili ya kumzalia watoto, na kwa ajili ya mfumo huu namvalisha mama pete hii. Leo najivalisha pete hii mimi, kwa sababu nimekubali kuolewa. Kwa hiyo najivalisha mimi baba hivi. Kwa hiyo rasmi mimi nimeolewa na baba, yani lile agano lililoachana huko ndio linarudi sasa. Kwa hiyo baba anakubali yeye kuwa partner na Mungu wake. Kwa hiyo zile law ambazo zilikuwa zinatupiganisha zinaanguka kwa huyo baba kwanza, alafu anakuja mama kwamba mimi fulani Aisha, mimi Wanjiru, mimi kwa namna yoyote ya majina leo ninakubali kuolewa na baba, sitamwacha maisha yangu yote juu ya nchi. Leo nakubali kuvalishwa pete na yeye, anavalishwa, anajivika yeye, alafu mtumishi anaunganisha hivi, anasema leo hawa wamekuwa wakfu kwa baba, kuwa vyombo vyake vya kumzalia watu. Yale maroho yaliyokuwa yanatupiganisha hayatatupiganisha tena. Kwa sasa ina maana mme au mke rafiki kukubali kwamba mimi leo rafiki
nakubali kufanya mkataba au kufunga agano na kutoachana na baba maisha yangu yote juu ya nchi. Nitaishi kwa raha na mama hivyo hivyo. Na mtumishi sasa ndio anawainua. Hiyo ndio kurejea, kwa sababu tayari huku kila mtoto juu ya nchi. Hiyo siri sasa ndio ielewe. Kila mtoto juu ya nchi anakuaga na partner wa spiriti kutokana na kosa la Adamu. Kwa nakuta mtoto tayari yuko na covenant ya mtu asiyeonekana. Ikifika age tu anaharibiwa. Kwa hiyo hii nguvu ya kuoana sasa sisi, ina maana walikuwa wameendeleza kutufanyia mambo yasiyofaa kwetu kwenye maisha yetu. Ndio maana vita vilikuwa haviishi. Lakini sasa kwa majira hii vita vimeishi ndani ya maharusi, kwa sababu nguvu ya namna ambavyo yanatakiwa baba sasa tufunge maharusi yetu imepatikana. Zile roho hazitatusumbua, kwa sababu ni roho za matengano ambazo tumezilisi huko mbali bila kufahamu, kwa sababu hakuna harusi juu ya nchi. Na harusi ina maana ni kwamba familia juu ya nchi ziwe na furaha, ziwe na amani, ndio kusudi. Sasa maana ya pete, alafu tuitimishie hapo. Maana ya pete, pete ni utambulisho. Ni utambulisho kwa sababu kwa majira ya baba hatutumii vitu kama nguvu ya spiriti, yaani kama utambulisho kwamba huyu ni, kwa sababu kwa baba kwa majira hii hatuwezi kutumii sana vitu, yaani labda nguo hatumii, labda hii kama ndio nguvu ya agano hatumii chochote, kwa sababu ile vitu vyote sasa ni kwa ajili ya yeye kuwa miliki, kwa sababu dunia walikuwa wanatumia hiyo mifumo. Wakati wa Adamu kuanguka, ile uumbaji wote ukaenda utumwani. Kwa hiyo Babeli, uchawi, uganga, ushirikina, mafrimaso, ndio maana walikuwa wanatumia mpaka jua, mwezi na kila kitu na watu. Kwa hiyo yeye hawezi, kwa hiyo inakuwa ni kama utambulisho. Sasa pete zilitokana na wapi? Kwa hiyo tuone pale akivalishwa pete. Kwa mara ya kwanza pete tunaiona kwa Yuda kwenye yule agano la kabila 12. Ile Mwanzo 49 ndio tunaona pete. Alobana 9 kwenye zile kabila 12. Yakobo akaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayopata siku za mwisho. Kwa hiyo ni siri kwa ajili ya kufunguka watu wote juu ya nchi. Mwanzo hiyo kwenye, kwa hiyo mtoto wa kwanza alikuwa Rubeni, ikawa ni kosa kwa ajili ya kwenda kupanda kitanda cha baba yake. Hawa tunaona Simeoni na Lawi ni wauaji, walimuua. Na huyu Yuda tunamwona nani? Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba zako watakuinamia. Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo, mwanangu mmepanda. Alinama akajilaza kwa simba, na kama simba mke ni nani atakaye mwamsha? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenyewe mwenye miliki. Ndio maana unaona sasa hivi anatueleza mwenye miliki juu ya nchi. Tunaona kwenye Mwanzo 38 ili tuone alikuwa ndio mwenye kuvaa pete. Yuda hapa alikuwa ameenda kwenye nguvu ya kukata manyoya ya kondoo, ndio akakutana na yule dada ambaye ni mkamwana wake aliyekuwa amefiwa, na akampromise kwamba wakikuwa watoto atawapa, lakini hakufanya hivyo. Kwa hiyo akawa amechukia yule dada, akaenda kukaa kwenye ule mlango
wa pale Yuda anapopitia. Tunasoma kwenye mstari wa 15 ile 38:15. Yuda alipomwona alimdhania kuwa ni kahaba, maana amejifunika uso. Akamgeukia kando ya njia, akasema, niruhusu niingie kwako, maana hakujua ya kuwa ni mkwewe. Akamuuliza, utanipa nini ukiingia kwangu? Akasema, nitakuletea mwana mbuzi wa kundini. Naye akamuuliza, je, utanipa rehani hata utakapoleta? Akasema, nikupe rehani gani? Akajibu, nipe pete yako ya muhuri na kamba yako na fimbo yako. Kwa hiyo pete zikawa zimeenda kwenye utaratibu wa uharibifu. Pete ndio maana tunaziona hapo kwenye nguvu ya Mwanzo 47:37, tukimwona Farao akimvalisha pete. Mwanzo 47 ule mstari wa 37. Jambo hili likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumishi wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye moyo wa Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa yeye baba amekufahamisha haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Kwa hiyo kiti cha enzi kikawa na mafarao, ndio waliokuwa wamebeba pete. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote. Farao akavua pete yake ya muhuri aliyoichukua huko kwa yule Yuda na fimbo, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, akampandisha, ndio akamzungusha kwenye ile nchi. Tunaona tena. Kwa hiyo pete ikawa imechukuliwa. Kwa hiyo ufalme wa giza wanajua matumizi sana ya pete. Mwenye yake alikuwa juu. Tunaona Zaburi ya 45:9 na yenyewe ikisema pete inavaliwa. Tuseme Yeremia 22 ule mstari wa 24. Kama ishivyo yeye, asema hivi, hata Konia mwana wa Yehoyakimu mfalme wa Yuda angekuwa pete yangu ya muhuri katika mkono wangu wa kuume, nisingekung'oa wewe hapo. Tunaona pete hiyo. Tunaona Hagai 2:23 na yenyewe katika siku ile ya mwisho, asema yeye, nitakutoa wewe, Zerubabeli mtumishi wangu, yeye asema yeye Baba, nami nitakufanya kuwa kama pete yenye muhuri, kwa kuwa nimekuchagua, asema yeye. Yaani ina maana ni kama lava stamp. Lakini sasa kwa sababu pete hizi unazoziona zilikuwa tayari zimeenda, kwa hiyo hakuna aliyekuwa anajua wapi atavaa mkono gani juu ya nchi. Lakini leo utajua na Baba atakuwa amekufungua. Kwa hiyo tunaona kwa Ibrahimu ndio wanasimamiaga hapo, lakini yeye alipeleka tu zawadi yule mfanyakazi kwa ajili ya kumletea yule Isaka Rebeka. Kwa hiyo Mwanzo 24:50-59 ile alipeleka vyombo tu vya dhahabu, si katika namna, ni kama zawadi. Yaani sasa hivi watu walikuwa wanaozeshana, ndio maana unaona kila kitu kimeharibika. Unauza kama ng'ombe wakati ni zawadi. Kwa hatutafanya hivyo. Pete hizi zote ziliunganishwa na maagano bila kuelewa hatari yake, kwa sababu tunasoma kwenye Mathayo 10:26.
Mhubiri 10:2. Moyo wake mwenye hekima upo upande wa kuume, bali moyo wake mpumbavu upo mkono wa kushoto. Naam, huyo mpumbavu tena aendapo njiani upungukiwa na fahamu zake, hata kumwambia kila mtu ya kuwa yeye ni mpumbavu. Kwa hiyo dunia walikuwa wanajua kwamba baba pete alikuwa anatakiwa avae wapi. Kwa hiyo kwa sababu pete ilikuwa imeshaondoka kupitia Yuda, tunaona ikiwa imeshaenda polini, na tunamwona Farao na wafalme wengine. Ndio maana waovu juu ya nchi wanavaa pete za namna mbalimbali. Sasa ndio tunakuja hapa kuuliza, je, pete inatakiwa kuvaliwa mkono gani? Pete inatakiwa kuvaliwa mkono wa kulia, kama ulivyoona kwamba kwenye Yeremia 22:24 pete mkono wa kulia, Hagai 2:23 pete mkono wa kulia. Hapa tunaona kwenye Wafalme utamwona pale naye anavaa pete kwa ajili ya mkono huo. Kwa hiyo alikuwa anajua kwamba mfumo wa pete ulikuwa utakiwi kuvaliwa, kwa sababu pete Adamu hakuvaa. Kwa hiyo pete zimekuja huku kwa sababu tayari waliokuwa wamepewa dhamana ni hawa kwa ajili ya kabila 12. Ndio maana unamwona Yuda akiwa kwenye kabila 12, lakini kwa nguvu ya utendaji huo, kwa sababu ya ajili ya agano la Yeremia 33:20 mpaka 26, agano la jua na mwezi, mchana na usiku, likafanyika kuwa ibada. Baba akapata chukizo kwa sababu walikuwa wameshamtenga, walikuwa wameshamwacha. Kwa hiyo ndio maana sasa watoto wote juu ya nchi wakawa wanazaliwa sasa kinamna ya tofauti tofauti. Ndio maana hakuna mtoto wa zinaa juu ya nchi, wote tulikuwa ni watoto wa zinaa. Kwa hiyo kwa majira hii sasa ndio tunarejea mbele zake kuwa sasa watoto wazuri, kama vile ambavyo wanasema ile Hosea 2 ule mstari wa 18, nami siku hiyo nitafanya agano na wanyama wa mashamba. Kwa hiyo hii pete unavyovaa au unavyovalishwa ina maana ni utimilifu wa uumbaji kuwa huru. Kwa hiyo yeye ndio anatuvalisha. Tena na wadudu na wa nchi, ili wasitumike, kwa sababu sasa sisi tumerejea hapa juu ya nchi. Nami nitavivunja upinde na upanga na silaha vitoke katika nchi, nami nitawalalisha salama salimini, nami nitakuposa uwe wangu kwa umilele, nami nitakuposa kwa haki, kwa hukumu na kwa ufadhili, nami nitakuposa kwa uaminifu, nawe utamjua yeye kweli yote kuwa ni nani katika siku hiyo. Mimi nitaitika, asema yeye Baba, nazo mbingu zitaitika, nayo nchi itaitika. Kwa hiyo sasa hapo ina maana kunakuwa na uhuru, wanyama, wadudu kutotumika, kwa sababu tayari ile nguvu ya harusi fotokopi zimefutwa juu ya nchi, na sisi sio tena watoto wa zinaa tuliokuwa tayari tumezaa watoto wakaidi juu ya nchi. Ndio maana tukaitwa kizazi cha ukaidi, kizazi cha ishara na miujiza, tukaitwa kizazi cha nyoka kupitia Mathayo 16 ile 1
na ile Mathayo 23:34 na Mathayo 24:34 na Mathayo 12:34 hata Marko 8:38. Yaani ni kizazi, hiyo mistari yote ni kinaongelea kizazi cha zinaa, kizazi cha nyoka, kwa sababu tayari tulikuwa hatupo kwenye ile mfumo. Ndio maana Yeremia 29:4 kwamba nendeni mkazae, mkaongezeke huko, mkautakie mji. Kwa hiyo kule hakuna harusi. Kwa hiyo kuna harusi za huko, sio ya baba. Kama unavyoona kwamba sasa pete wewe baba unasema leo mimi niko hapa, nimekubali kuolewa na baba kuwa chombo cha kuzaa, kwa sababu sisi ni vyombo. Mke wangu na mimi mwenyewe, sisi ni vyombo vya kumletea baba watoto kwa ajili ya kumwabudu. Sasa kwa sababu sisi wenyewe ndio tunavalishana pete, ina maana mifumo yote ilikuwa ianguki, haifi ndani, kwa sababu nguvu ya ukiri haujawahi kutokea juu ya nchi, kwa sababu ya lile tukio la Adam kwamba leo namwacha baba, na ikaendelea hivyo kwenye maharusi yote juu ya nchi. Kwa hiyo watoto waliokuwa wanazaliwa sio wale baba aliokuwa anahitaji. Ndio maana watoto wako kwenye mila zetu, kwenye kabila zetu, kwenye koo, na nguvu ya mambo mengi ambayo sasa hivi vijana kama unavyoona. Kwa hiyo wakati sasa baba anatengeneza mfumo wake mzuri kwa ajili ya watu wote, kwa sasa kizazi hiki hakita kutoka tena. Kwa hiyo hata sisi tumepona. Kwa hiyo harusi photocopy, pete photocopy za shida, raha, kwa sababu huwezi kufunga na ndugu yako ambaye mnapendana kuwa vyombo halafu mkasema tafunga kwa shida. Ile ni covenant. Yeye baba kama unafunga naye tena kwa shida, ina maana ni kujaa kushukuru kwamba mimi leo nimekubali mimi kuvalishwa pete na baba, sio kuvalishwa na mume. Hii ni vyombo, lakini mwisho mnatakiwa mmeshavalishana. Mimi nimevalisha, mimi leo nimekubali kuolewa na baba ananivalisha pete hii, kwa mimi sitaachana na yeye. Sio mimi nimvalishe hivi leo, sitaachana na huyu. Kwa hiyo ulinzi, yeye baba katika sisi kutulinda alikosa, sisi tulibaki yeye kuwa shahidi kama ulivyosoma kwenye Malaki. Kwa hiyo namshukuru sana baba leo, kwa maana harusi zote zilizoleta uharibifu wa vizazi imefutika. Kwa hiyo hata sisi tumepona sasa, tumeelewa pete maana yake na maagano. Covenant za kila namna juu ya nchi zimefutika, zimeondoka, kwa weupe, weusi, wekundu, kwa wanyama. Kila agano lilokuwa kwa ajili ya harusi kopi juu ya nchi limeondoka. Kwa hiyo baba ametubariki, ametuinua kwa ajili ya Kweli Yote TV, ndani ya chuo cha Kweli Yote ambacho ni kwa ajili ya utimilifu wake. Kwa hiyo baba ametubariki, viongozi wamebarikiwa, vijana, mabinti, mataifa yamebarikiwa kwa ajili ya maisha juu ya nchi. Kwa hiyo ni kilele cha amani, kumshukuru, kumshangilia. Maharusi wamepona, roho za matengano na zenyewe zimeangamia. Kwa hiyo baba amewabariki, tumebarikiwa sote. Karibu kwa ajili ya kumuunganisha mwenzio kwenye Kweli Yote TV.